Mwijaku wengine, sababu ndugu zetu wengi hawaamini kwa mawazo yangu. Uwaga wanaamini kwenye mawazo yangu yakishatokea sasa kumbe kuna jambo. Kumbe hapa watu walikuwa serious. Kwa sababu gani? Mtoto kama huyu au mimi hatujakimbia vita. Hatujui vita ni nini. Sasa ukija kuniuliza kwamba bana wewe ni mkimbizi, mimi sio mkimbizi kwa sababu vile vyote vile siwezi kukataa upinzani na mtu. Mimi ndo nilivyo. Kwanza mimi napenda hata hao ndugu zangu wote ambao tunalingashwa nao wote tuwe sehemu ambayo ni ya juu. Ukifuatilia interview zangu zote walikuwa wananiuliza ile pembe tuzodi ni nini. Sasa huyu ambaye ananiuliza ni Mtanzania na ndio tuze old. Kama ni mara ya kwanza kutembelea YouTube channel yetu, tafadhali subscribe, like, share na comment. Moz Public TV. Sisi ni sisi. Kwanza tunaanza kumshukuru Mungu kwa sababu tulitembea vizuri na tumefika salama. Na kingine kikubwa ambacho ningesema kwenu niseme shukrani sana kwa sababu kwa mapokezi ni makubwa sana kwa upande wangu. Toka nianze muziki sija kufanywa hivi, kwa niseme shukrani sana kwa waandishi wote wa habari. Shukrani wote familia ya Nyarugusu kwa sababu wote wamekuja kunipokea. Kwa kikubwa niseme tu Nyago amesema asante sana. Zuu, labda ungeongea kidogo kwa upande wako kutokana na safari, labda umeionaje, mchoko nini? Tumeshukuru sana tu kwa mapokezi. Mizani wenyewe mmejionea tulivyoanza na mpaka sasa hivi tumemaliza salama na mmeno tulivyotupokea. Kwa hiyo tu tunamshukuru tu Mwenyezi Mungu kwa tumetembea salama na tumefika salama. Manager, tungetamani uzungumze kidogo kuhusiana labda na mapokezi na safari, mchoko nini? Mwanangu, ukishazoea kutembea kwanza upate mchoko. Siku zote anayetafuta waga achoki. Kwa hiyo tuenda kimapambano na tumerudi kimapambano. Ndio maana tumeona tutinge msafari wewe mkubwa. Kwa hiyo kilichoharibika hapa ni wala sio matakwa sasa. Ila samahani nimetoa matusi jamani. Kwa hiyo cha kwanza tumetembea vizuri, tulifanya tour zetu zote vizuri. Kwa hiyo hamna TV ambayo inajulikana ambayo sisi hatujatembea. Ningeomba zile zawadi za picha tumeingia zije huku wakubwa waone picha za watu. Tumeingia kila ofisi. Kwa hiyo zile picha na Mungu tumetembea vizuri. Mambo yetu alienda vizuri. Hatujapata kizuizi chochote kile, japokuwa sema ndio hivyo, ila kilichoturudisha baba kadi. Wewe unajua kama sisi ni wakimbizi ya hizo picha zikae hapo. Hiyo ni lazima. Hamna Mtanzania, sisi ni wa Kongo tena wakimbizi. Tunamshukuru Mungu tumetembea vizuri, tumefika salama. Jambo la heri kwanza. Sawa. Kitu ambacho tungetamani angalau Nyagomane kizungumze kwanza kwa machache ni kuhusiana labda na kitu ambacho anaweza kama amejifunza. Maana yake ndo mara kwanza anaenda Dana anapokelewa kwa mapokezi makubwa kiasi kile kwenye TV kama zote. Kikubwa kwanza Watanzania ni wakarimu sana. Yaani katika kitu kimoja tunatakiwa tujifunze sisi wa Kongo, ukarimu wa Tanzania. Na kingine kikubwa, ndugu zangu, tutembee kwa sababu tujue nini wenzetu wanafanya. Kule watu walali. Mimi siku ya kuandaa safari kuna watu walikesha studio mpaka asubuhi. Sasa kwa huku kwetu zile kama kuna msanii ambaye anaweza kukesha studio. Kwa hiyo kubwa kuna mengi ambayo nimeyapata na experience ya vitu vingi ambavyo kwamba kwa muda mchache lakini kuna vitu vingi nimejifunza kwao. Kwanza msanii mkubwa ni mkubwa tu mzee wangu. Kuonana na mtu inakuwa ni vipengele sana kwa sababu kule kuna mikakati mingi. Huwezi kuonana msanii kwa sababu ni kuonana. Kwa hiyo kikubwa nimshukuru Mungu kwa sababu ndugu zangu wa Tanzania wamenisupport toka nilipofika Dar, wengi wamenisema sehemu za kulala, vitu kama hivyo. Mimi sio mwenyeji wa Dar, lakini wamenipokea, wamenionyesha vitu vingi sana. Kwa hiyo kikubwa na mengi ya kuzungumza. Kadri na maswali yenu watakavyokuja nitajibu vitu vingi sana. Kwa hiyo kikubwa niseme tuige kitu kimoja ambacho nimejifunza mimi, tuige ukarimu wa Tanzania. Kwa sababu siamini kama sisi ningekuwa nimeenda kwetu Kongo ingekuwa hivi. Siamini hilo. Right. Tosha kusema kwamba umetutambulisha kwa nafasi kubwa sana. Tukiangalia safari yako mwanzo mpaka umefika. Hata wewe umetoka hapa kimya hata tukujua. Tulitoka tumekuona kule. Maybe tunataka tujue ukweli ambao unaendelea. Safari yako kutoka hapa kwenda Dar es Salaam na kufanya media tour baada ya ngoma yako kuwa hit song. Ni kitu ambacho umetumia nguvu zako binafsi au kuna watu walikuconnect mpaka ukafikia kwenye tour ile? Kwenye nguvu binafsi sina nguvu binafsi yoyote. Na sina mtu yoyote alinifanya mpaka kufika kule. Kikubwa kwanza ni wimbo wa It Is My Time, watu wengi walivutiwa nao. Na kutoa tena wimbo It Is My Time kuvutia watu. Mimi mwenyewe nilikuwa na approve watu kwa mazingira yangu, kuwaonesha mazingira yangu. Yaani nilikuwa niko kwamba sioni kwamba mazingira yangu kwamba mimi ni tusi kwangu. Mwanzo nilianza zile clip wengine kuniita wakina Mwijaku. Ashakuwa Mwijaku wengine sababu ndugu zetu wengi hawaamini kwa mawazo yangu. Uwaga wanaamini kwenye mawazo yangu yakishatokea sasa kumbe kuna jambo. Kumbe hapa watu walikuwa serious. Kwa sababu nitakuonesha kitu kimoja. Mimi nilianza kuimba muziki wa Kibembe nilikuwa natukanwa sana. Kumbe watu walikuwa wajua mimi natengeneza kupata mashabiki kwanza hapa nyumbani kwetu kwa lugha yetu. Nikawini hilo. Baada mimi kuwini wasanii wengine walianza kurudi hapa kuja kuimba kwenye muziki wa Kibembe. Kwa sababu sisi tumewini. Kwa hiyo nikaja kuamini kwamba ndugu zetu washatujua. Na ndugu zetu ndio wana hali zile za kumzoea mtu. Kwa nini tutengeneze vitu vingine vya utofauti? Ndio pale nilipoanza kubuni na hata kwenye mazingira yangu anaongea, mimi ni mkimbizi vitu kama hivyo. Nikaja kutoa It Is My Time nikabeba ujumbe ambao umebeba maisha yetu ya huku.
Kwa hiyo Tizama Time ilipokelewa kwa ukubwa na sina ujanja wowote kwamba nilifanya kitu chochote kile, hamna, ni watu tu walipenda. Na kikubwa tuzingatieni mitandao ya kijamii. Kwa sababu TikTok, Instagram unaweza kaonekana sehemu yoyote bila hata mtu kusubscribe wala kufollow kitu chako. Yaani vyovyote nakuona. Kwa hiyo kubwa sina ujanja wowote na hakuna mtu ambaye amefanya nyago hayo hivi. Lakini sasa baada ya Tizama Time kuwa kubwa ndo wakaja wadau kama mlimuona mzee wangu Madi akanisupport. Baada ya kusupport akanipeleka kwa Chino, vitu kama hivi. Lakini sina ujanja wote. Niliona hata alikuwa anasema nimelipa, nimefanya hivi. Waache kuongea hivyo na kutupotosha jamii kwa sababu mimi sina hela kumlipa Chino. Sina hela kumlipa Madi anitembeze kwenye gari ya Range. Sina hiyo hela. Unaelewa mzee wangu? Kwa hiyo vitu vingine ni support tu, mtu ameamua tu acha udogo ni support. Na kingine kikubwa watu wanapenda haya mazingira yetu. Wanapenda vitu tunavyoishi. Unaona hii unajua kuna vitu tulivitengeneza mpaka ishachangamsha. Mimi naona mpaka kiluza wengine wadogo na wanaanza kuongea kama mimi nisema yes hapa watu tumeitikia. Maana tunatakiwa tufanye vile vitu viwe vingi kwa sababu gani? Na sisi tuna nafasi yetu. Ndio kitu ambacho watu wanashangaa. Kwa nini sasa amerudi tena Nyarugusu? Hapa ndo nyumbani. Sasa Diamond akifanya hivi yuko Uingereza yuko wapi? Lakini atarudi Tanzania. Na mimi ndio kama nimerudi nyumbani. Watu wanachukulia tu kwamba sasa hivi nyumbani kwa Sooni Mtanzania. Sawa, kote ni kwetu lakini Nyarugusu ndio nyumbani kwangu mimi. Yeah. Sawa, kitu ambacho ningetamani kukisikilizia kwa upande wako ni kutokana na maswali ya watu wengi. Watu wamejiuliza maswali lakini pia watu wamezungumza. Kila mmoja kwa upande wake kuhusiana na kauli yako ambayo umeitoa kuhusiana na ukimbizi kwamba wewe si mkimbizi ila wazazi wako ndio wamekimbia. Hii labda unaielewesha vipi kwenye media za nyumbani sasa angalau Wakongo wanakusikiliza? Asante sana. Kwanza nimeshukuru sana. Ni ndugu zangu nishukuru kwa sababu wazo niloliongea limeongeleka na watu wengi na watu wengi wamelipokea vizuri. Kwa sababu gani? Mimi napendaga ndugu zangu tuwe tunajua vitu ingali hatuvijui. Vitu ambavyo hatuvijui, Zua vijue, huyu avijue, kila mtu avijue. Kwa sababu gani? Mtoto kama huyu au mimi hatujakimbia vita. Hatujui vita ni nini. Sasa ukija kuniuliza kwamba bana wewe ni mkimbizi, mimi sio mkimbizi kwa sababu naamini ukiniuliza wewe ni mkimbizi, hapo patakuja swali ulikimbiaje Kongo? Ulikujaje? Sasa baada ya kuniuliza nilikimbiaje, mimi nitamjibu nini? Wakati nishakubali mimi ni mkimbizi. Lakini sasa inaongeleka hivi, wakikuuliza bana wewe unaishi wapi? Naishi katika kambi la wakimbizi. Unaelewa hicho tunachokiongea? Na mama yangu na babangu ndo alikimbia vita kutoka mimi sijakimbia vita. Naona kwa wale ambao wanaongea, wale ambao wanamvi, kweli wanaweza kuwa wamekimbia. Kwa wasanii wetu kuna wengine walikimbia vita. Kweli wale sawa wale wakimbizi. Ila kwa Nyago bisho mkimbizi, sijakimbia vita. Ila mimi ni mtoto wa mkimbizi. Naelewa tunachokiongea. Kwa kikubwa tuwe tunaelewesha hawa vijana wetu, hawa watoto wetu kwa sababu kesho kutwa hawa wanaweza wakakubali wakataka kuwa wachukue uraia wa Tanzania. Wanaruhusiwa hata mimi. Sababu mimi nimezaliwa Tanzania, naruhusiwa. Naweza nikataka tu niseme bana mimi na mambo ya ukimbizi nimeachana nayo, nimeachana nayo. Inawezekana. Lakini kama mtoto wetu ametaka kwamba hivyo atamuuliza sasa wewe ni nani? Utakuta mtu anakuambia mimi ni mkimbizi. Au ulikimbia Kongo lini? Huyu atamjibu nini mtangazaji? Au atajibu nini immigration? Hajui. Kwa hiyo mimi ukianza kuniuliza vitu vya ukimbizi nakwambia muulize mama yangu. Mimi sijui chochote. Kwa hiyo kikubwa mimi ni mtoto wa mkimbizi. Na ndio maana naitwa mkimbizi. Sawa, maswali yangu mawili ya mwisho alafu niwaachie wengine. Swali la kwanza ni kuhusiana labda na upinzani ambao uliopo mpaka sasa. Nyagomani amekuwa msanii ambaye kidogo anaonekana na mafanikio mengi. Watu wanapigia mstari kwamba mafanikio yake ndio inasababisha labda wasanii wengi wampige vita. Hii labda inaweza ikawa ndio ukweli kwamba mafanikio yako ndio inasababisha inatokana na vita ya watu ambao wanakuwa nakupiga kama wasanii au labda ipo vipi na unaweza kuizungumziaje kwa machache? Kwenye hatua ya mafanikio kwa ndugu zangu wa Bembe. Wakikuona ndugu zangu wa Bembe wanakuwa na sehemu ambao wamemtabiria mtu. Nyago ataimba sana lakini ataishia Nyarugusu. Hatotoka Nyarugusu. Ndio ndugu zangu walivyo. Wakiona umeanza kupiga hatua ya kutoka sehemu nyingine kwenda nyingine, Mbembe hapo anakuwa adui yako. Namshukuru Mungu kwa sababu nimeanza kutengeneza mashabiki wengine tofauti na ndugu zangu. Hilo namshukuru Mungu sana. Kwa sababu hii ingekuwa hatua ya mimi kuzima. Isingekuwa hata msanii. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu sasa hivi nimetengeneza watu wengi wa nje. Kwa hata ndugu yangu usiponisikiliza anasikiliza mtu mwingine. Kwa ndugu zangu ndio walivyo. Nitakutolea mfano. Hapa alitoka Polite, alitoka Diki, alitoka nani, wote wanaenda kufanya media huko, media tu. Ile ni kujitangaza. Sikatai zile media tu, ni kujitangaza. Lakini unajitangaza kwa namna gani? Je, unakumbuka ndugu zako kama wapo? Mimi sitokudanganya, mimi nafuatiliaga vitu vya hapa nyumbani kwetu sana. Mimi nafuatiliaga interview ya Diki anaongea kwamba mpaka mama yake ashafariki. Ili Watanzania wamsikilie huruma. Huo ni ujinga mzee wangu. Mama yako amefariki, amekufaje? Wengine kusema mimi sio mkimbizi, wengine ukataa, lakini mimi nimeenda na ule wasia wangu. Mimi ni Mbembe, mimi ni hivi. Kama wataniua ni ueni, lakini mimi hivi ndio uhalisia wangu kwa hapo. Lakini kikubwa wale walienda ndugu zetu baada ya kuona wao wamefanya vile, walianza kuwakataa. Sasa mimi nilichokuwa nakiogopa ni wale ndugu zangu nikataa, lakini nishukuru Mungu kwa sababu Tizama Time imesikiliza na watu wengi tofauti na ndugu zangu. Sawa. Wao kikubwa cha kusema tu kwamba uje kuniambia tu kwamba kwa nini nasema watu wanaanza kunichukua kama mafanikio. Ndugu zangu ndio walivyo. Na ndio maana kwenye ngoma yangu historia ambayo nimeimba na Chino, nimeimba balanga senge iba hapo. Yaani na bino vile vita. Yaani ukipata inakuwa ni vita. Ukishapata tu anaanza vita na wewe. Yaani ndugu zangu ndio alivyo hivyo. Yaani hatuwezi kubadilisha, lakini kikubwa niseme kwamba namshukuru Mungu kwa sababu dunia inaenda nafunguka. Watu wanaenda wanabadilika na mimi ndugu zangu wenyewe watabadilika kwa sababu hata mimi mwenyewe nimeshabadilika.
ule ubembe na mimi ulishanitoka, kwa sababu mimi sinaga chuki na mafanikio ya mtu, kwa sababu hii hatua ambayo mimi nimepiga Founder alipiga hatua. Sidhani kama kuna siku mliniona kwenye media nikamtukana Founder, wala kutukana wala kusema lolote, na sidhani kama kuna ndugu yangu yoyote ambaye alipanda kwenye media kumtukana Founder, lakini kwa sababu ni Nyago, mimi ndio kioo cha Wabembe. Leo ulale wapi mpaka Kongo, mimi ndio kioo cha Wabembe. Kwa hiyo mimi nikifanya jambo lolote likiwa dogo likiwa kubwa, mimi ndakukumbusha, mimi niwahi kuvaa beseni, nilikuwa nazungumzika kama nzima, sehemu yote nilizungumzia kwa sababu ya Nyago. Mimi niliwahi kufanya EP, uzinduzi wa EP. Sidhani kama kuna mtu yote akujuaga hivyo. Kwa hiyo mimi huaga ni kioo. Kwa hiyo nikifanya jambo lazima watu walizungumzie. Kwa hiyo mtu yote kuzungumzia jambo langu mimi naona kama ni jambo lale. Lakini kikubwa ndugu zangu ukifanikiwa wanakuchukia. Mimi na swali moja kwako, lakini swali la mwisho kwa Dogo Zuu. Nyago anajipangaje labda kwenye kumudu aina mbili ya mashabiki kwa sasa ambao unao mpaka sasa? Wa Tanzania lakini pia na wa Kongo. Swali zuri sana, na sio tu wa Tanzania, mpaka Warundi wananikubali. Lakini kikubwa niseme kwamba wote najua wanataka nini. Mimi ni mtu ambaye nikipata shabiki mmoja huaga najua shabiki wangu mmoja nikitaka kudumu naye nitadumu naye kwa hili. Kwa hiyo naamini hao mashabiki ambao nimewatengeneza sasa hivi, mimi najua njia gani nitawapitisha na njia gani ya kudumu nao. Lakini kikubwa ndugu zangu watakachokijua, kupata ngoma za Nyago sasa hivi itakuwa ni vigumu sana, kwa sababu nina kazi kubwa ya kuandika ngoma kupendwa na watu zaidi 1000 zaidi ya 300 huko ya watu wanataka tu wapende kitu ambacho Nyago anakifanya. Kwa kikubwa mimi nina kazi kubwa. Kwa ndugu zangu watakuwa wanasubiria sana. Hawa kina Zua kina Bobu watakuwa na hapa ngoma za ndugu zetu, wasubirie kwangu. Kwangu itakuwa ni unatakiwa usubiri sana. Hata miezi 3 miezi 4 zikapita, hata mwaka sawa. Kwa sababu natengeneza kitu bora tena. Kwa kikubwa nitaweza kuwadumisha kwa sababu mimi najua nini. Mimi nikipata mshabiki mmoja, huaga najua jinsi gani ya kufanya mshabiki abaki kuwa mshabiki wangu. Ndio ninavyokuwa, kwa sababu anza kuimagine mimi nilianza kutengeneza ngoma za Wabembe Tuzodi kwenye mwao Emwa. Nikawatengeneza Wabembe wote wakaniamini mpaka muda huu. Kwa mzima haipo hiyo siku. Na kuna muda sitoi kazi kabisa, niko kimya. Kwa kikubwa mimi najua jinsi gani ya kucheza na mashabiki, naamini wa Tanzania waendelee tu kunifuatilia mimi, na Warundi endelee kunifuatilia, East Africa wote endelee kunifuatilia. Mimi naamini watapata vile vitu ambavyo wanavitaka kwa Nyago. Sawa, wanasemaga kama hauna kile ambacho unachokitafuta lazima upende kile ambacho ulivyonacho. Dogo Zuu tumpe sifa kidogo angalau, kwa sababu ni moja kati ya wale madada ambao wanatuwakilisha. Sio kiushabiki, lakini ukiangalia inaonekana hiyo namba wapi na hatua zake. Dogo Zuu, kulingana na hatua ambazo umespika mpaka sasa, unajisikiaje na kipi ambacho labda unaweza ukawaambia madada ambao wanakutazama kwa hapa kwetu? Yaani furaha ni nyingi sana mpaka imepita kiasi. Kozi nikizani kufika kule ni nguvu za Mwenyezi Mungu, lakini pia mimi naweza nikamshukuru Nyago. Kozi najua mimi kufika pale ni mkono wake. Yes. Kwa mimi yani ninamshukuru tu Nyago jamani. Yes. Na wengine wanaonitazama wajue hicho. Kwa watu ambao pengine wanaweza wakaa kama wanajifanya wapinzani au wanalinganishwa na wewe, mashabiki hao wanawalinganisha, ujumbe ni upi labda? Sio vibaya. Wajisikie tu kujinga, lakini unajua ukweli mnaujua. Ni kama watu wanapomlinganisha Nyago na watu wengine wa ajabu, lakini ukweli mnaujua uko sehemu gani. Kwa hiyo wajilinganishe tu, hiyo ni watajua wao. Kipi ambacho tutakwenda kukiona kwa upande wako kama mabadiliko kwenye muziki? Mabadiliko yapo, nikizani kwa zingine tumeona vingi na tumeona wasanii wakubwa wanavyofanya na wanavyoishi. Na nikizani ile tumejifunza yao. Wale watu wanaishi maisha fulani huko tofauti na huko. Nikizani nilipoenda kule nimejionea na tumejifunza pia. Sawa, swali langu kwa Beberu ni kwamba umefika Dar es Salaam na kuna mambo mengi utakuwa umejifunza. Natamani kujua kuna njia zozote ambazo umezitengeneza za kutupeleka international tofauti na Tanzania tu peke yake? Unajua hatua kwa hatua. Hii inaweza kufanya hata miaka 3 au 4 5. Mimi sijui Mungu amenipangia nini. Lakini kikubwa mpaka sasa hivi tuje kufuatilia na Tanzania. Kumbuka kuna miaka 4 Nyago ametokea huko, wanapambana tu. Anataka apige hatua. Kwa hiyo tuendelee kusubiri, kikubwa tu ndugu zangu waachane na ule moyo wa kusema kwamba kwa sababu fulani kafanikiwa tuachane naye. Waendelee kutusupport kwa sababu mimi bado nahitaji support. Mpaka nimerudi hivi, nahitaji support ya ndugu zangu. Na maana ningekuwa siwataki tena ndugu zangu ningebaki kule. Kule kuna watu wengi wananihitaji nibaki Dar es Salaam nifanye vile kazi zangu kule, kwa sababu kuna watu wengi ambao wanakubali ninachokifanya. Kwanza mimi siwadanganya, mzee Chino alikuwa ananiambia Dogo utaki kurudi. Siwadanganye. Ana mimi Dogo ukikaa kubona unaua. Kuna wasanii wengine utawapiga chini, lakini naamini kwa sababu ndugu zangu nawapenda. Kwa kikubwa wao wavumilivu, waamini kwamba ipo siku tutaenda international. Sawa. Unadhani bado unastahili kulinganishwa na wasanii ambao tuko nao Nyarugusu? Vile vyote vile, siwezi kukataa upinzani na mtu. Mimi ndo nilivyo. Kwanza mimi napenda hata hao ndugu zangu wote ambao tunalinganishwa nao wote tuwe sehemu ambayo ni ya juu. Kwa sababu na mimi tukiwa wengi tutakuwa na mapambano mazuri, kwa sababu atakuwa anatufuatilia kule, kuna maisha yao kule. Kwa hiyo kikubwa mimi siwezi nikakataa mpinzani wote atengeneze upinzani na mimi, atengeneze kazi kama za kwangu. Basi kikubwa tu tuwe tulinganishane kwenye level ambazo zinaelekea kama nalinganishwa na fulani. Kama huko kutana kwenye level zangu achana mimi kabisa, kwa sababu kuna muda watu wataanza kuona kama kituko. Kwa sababu kama sasa hivi watu wanakuona kama kituko na watu wengine
wanataka wafanye kwa sababu Nyago yuko kwenye nafasi hii, wafanye tu. Waache kwanza. Waeleze vitu ambavyo vitakuwa bora kama vya Nyago basi. Sawa, ulipotoa kauli ya kusema kwamba wewe sio mkimbizi, watu wengi walishout sana. Na ile nadhani hata kwako pia ilikufikia na kuna vile ambavyo ulijisikia. Tunatamani kujua ulijisikiaje baada ya watu kutoa kauli nyingi tofauti na mitazamo tofauti. Kwanza mimi ni Nyago. Mimi nafanyaga kitu kwa sababu watu waendelee kunizungumzia. Ndio maisha yangu alivyo. Mimi napenda sana kuzungumziwa. Kwa hiyo kikubwa mimi naamini mtu ambaye anatoa kauli kwa sababu ya Nyago awe hivi. Napendaga sana. Kwanza mimi napenda watu kunizungumzia. Kwa hiyo kikubwa niseme kwamba mimi ni mkimbizi kwa sababu baba yangu ni mkimbizi. Ndio. Mimi ningezaliwa Tanzania ningeniita ni mkimbizi. Kwa sababu nimezaliwa Tanzania. Sawa, baba yangu tu angekuja huku Tanzania akanizaa huku akaondoka akarudi tena Kongo. Mimi nikabaki hapa ningejiita nani? Singejiita Mtanzania. Kwa ukimbizi imeovaa kwa sababu bado mimi nautaka ukimbizi. Lakini hata sasa hivi nikisema mimi ukimbizi siutaki, sitakuwa ni mkimbizi. Ukimbizi ni yani vile unavyojisikia wewe mimi niwe mkimbizi na wewe sio mkimbizi. Kwa hata sasa hivi nikisema mimi sitakuwa mkimbizi natakataa, lakini nakubali ukimbizi kwa sababu wazazi wangu wote ni wakimbizi. Yaani mimi sijui wanataka niongee lipi ili waelewe. Sawa, bila shaka umekuwa Dar es Salaam na umekutana na mastaa wengi sana, mastaa kibao sana. Natamani kujua nini ambacho umejifunza kwao na nani ambaye ulimuona ni wa kipekee sana kwako. Yaani Chino ni mtu wa kipekee. Chino ni mtu wa kipekee sana. Kwa sababu ndio mtu ambaye nimekutana naye, sijakutana na wengine. Kuna wengine nilikutana nao lakini haikuwa ile ya ukaribu. Na Mzee Madi, tuseme kwa sababu Mzee Madi yuko sana kwenye chat. Mtu ambaye yuko kwenye chat sana ambao watu watamuelewa sana ni Chino. Lakini Mzee Madina anamua kipekee sana kwa sababu huwezi kuamini mpaka mimi Nyago nimefikia hivi. Kuna watu huko hawezi kuamini kama Nyago nilikuwa nalishwa, nilikuwa nalipiwa hichi, hawezi kuamini. Lakini Mzee Madina alikuwa anavifanya hivyo kwa kijana wake. Kwa hiyo kikubwa wasanii wa kule wana upendo kwa mtu ambaye ana kipaji. Aswaswa Chino. Tanzania wajivunie sana kile ule. Yaani kuna mtu ambaye anatakiwa ajivunie, Chino ajivunie sana. Sawa, labda Madi alijaribu kuonyesha nia ya kutaka kusaini kwenye lebo ya kwake. Mimi kwanza hilo nalitamani. Kwa sababu naamini inawezekana niko Kiru huyu na niko kwa Madi. Kwa hiyo kikubwa mimi natamani hilo na kama litotokea Faza atatubless kwa sababu naamini hatujaishia hapa mimi na Faza Madi. Anaambia mdogo wangu rudi. Alafu waambie watu waje kukupokea kwa sababu naamini wewe na watu wako. Kwa hiyo vitu vyote Madi ndo aliniambia naita press fanya hichi kwa sababu ni mtu ambaye ananishauri fanya hili mdogo wangu. Kwa hiyo mimi naamini kwamba nina bahati kubwa sana kwa sababu kuna watu wengi wanatamani kukutana na Madi lakini napata nafasi ya kukutana na Madi. Mimi naona na bahati. Kwa hiyo ni bahati yangu na amesema mzee wangu chochote ambacho anachokitaka mpaka hata muda huu msanii yote ambaye anataka kuimba naye nimwambie mzee nataka nifanye na mtu fulani. Kwa hiyo mzee amenifungulia vitu vingi sana. Okay, Media Tour ilianzia Melody Ayo baada ya It's My Time kuwa out. Ikaanzia Melody Ayo ikaenda Wasafi, ikazunguka East Africa EFM ikaenda hadi Clouds na sehemu zingine hadi Country kuona. Napenda nizungumzie situation ambayo kuna nayo pale Wasafi baada ya kukutana na ndugu yetu Founder TZ. Ile hali ilikuwaje na ilikuwa vipi kwa kulijisikiaje kwa mfano? Hakuna surprise ambayo nimekutana nayo kama ya Founder. Kwa sababu kingine nitakachoambia tunampaka ngoma, tumeambia turekodi paka ngoma. Kwa hiyo amefanya mpaka mkakutana na Founder pale maunyama mwingi mpaka mkakutana. Alikuwa ni nani? Mimi naamini ni watu wa WCB pale Wasafi. Kwa sababu wanaamini Founder ni wa huku na wanajua ni mdogo wetu na waliniona mimi ndo mfalme wa huku. Mfalme kafika lazima mdogo wetu aje. Kwa hiyo kikubwa ni wao ndo waliandaa vile, lakini kikubwa niseme kwamba ilikuwa surprise kubwa sana kwangu. Sababu mpaka sasa hivi tuna wimbo. Kwa hiyo kikubwa ndugu zangu wajiandae mwaka au miezi inaweza kutoka wakaenjoy na ngoma mimi na Founder. Okay, pia ukifuatia It Is My Time kitu gani ambacho mpaka sasa hivi unakiamini wewe kama wewe? Sasa hivi tuko na historia ya mimi na Chino. Kwa hiyo watu waendelee kuenjoy, nadhani ngoma ndio inapiga huko. Kwa hiyo ni ngoma kubwa, tuipe muda bado na siku 3 kama 2. Watu waipe muda, ni ngoma kubwa. Okay, hebu tuone na hili hapa. Na hisi Kongo linaweza likawa ni la mwisho na la kufunga kabisa. Ila nitamalizia kwa bi yetu hapa Malkia wetu hapo. Anaitwa Malkia Zoo. Okay? Umesema kwamba wewe na Founder mna ngoma. Na Founder ni mtu ambaye anatuwakilisha vilivyo kule. Sawa. Lifestyle ambayo Founder ulimkutana nayo kwa sababu nakumbuka before Founder alipokujaga hapa zilitokea zile tetesi kwamba Nyago anaomba ngoma na Founder ili kupeleka Bembe to the World mbali. Na leo umefanya ngoma. Tutegemee ndo inatambulisha kabisa kikamilifu kwamba Bembe to the World imefika pale Morocco. Inatokea ifike. Hiyo ni swali la kwanza. Bembe to the World nionyeshe hili jambo. Bembe to the World nilitengeneza mimi. Ndio. Mimi nilitengeneza Bembe to the World kwa nini? Bembe to the World nilitengeneza kwa sababu gani? Sisi ni watu ambao tuko sehemu tofauti. Mbembe ana makazi kamili. Mbembe utamkuta Uvira, Mbembe utamkuta Sweden, Mbembe utamkuta Malawi, utamkuta sehemu nyingi sana Mbembe.
mpaka Mbembe ukiangalia katika kabila za Tanzania yupo na hapa Watanzania wapo na kabila ambalo inaitwa Wabembe. Na ndio maana mimi nikijiita Mtanzania Mbembe wa Tanzania, nyinyi msikatae kwa sababu Wabembe wengine wako hapa Tanzania. Kwa Ebembe Tuzodi ilikuwa ni swala sisi kuwakumbusha ndugu zetu kwa lugha yetu, waimbe mziki wetu. Yaani ngoma yangu mimi ikiwa naimbwa sehemu, Mbembe aseme weto mwana huko. Akisema weto mwana Ebembe Tuzodi imefika. Lakini juzi nilikutana na interview watu wananitumia inbox wananiambia, "Oh, Ebembe Tuzodi umeanza kukana Ebembe Tuzodi nani?" Mimi nikishafika sehemu yoyote ile na nikiongea Kibembe, ukifuatilia interview zangu zote walikuwa wananiuliza ile Ebembe Tuzodi ni nini. Sasa huyo ambaye ananiuliza ni Mtanzania na ndio Tuzodi. Alafu tena ni media kubwa na niuliza Ebembe Tuzodi ni nini. Sasa mnataka nifikishe tena wengine wapi? Kwa kikubwa Ebembe Tuzodi shafika. Na collab ya mimi na founder hapa nilikuwa naiomba kwa sababu gani? Nilikuwa natamani hata siku moja Spedi au mtu yeyote atupe fursa ya msanii yoyote tofauti hata na mimi. Wampe fursa tu afanye na founder kwa sababu founder alikuwa amevuka, lakini founder kuvuka kwa Ebembe Tuzodi alivuka kwa Bongo Flava. Yaani ile Bongo Flava sisi ukivuka na Bongo Flava muwe hata Kibembe. Kwa hiyo tulikuwa tunatamani kwenye ngoma za founder muwe Kibembe ambacho kwamba Watanzania au ndugu zetu wengine wote wataimba Kibembe. Lakini akikuwepo nikawa natamani afanye na msanii yoyote wa hapa kwetu. Nikajipendekeza mimi. Ikakataliwa. Mimi sikakataa sikufichi mzee wangu. Ikakataliwa. Lakini nikasema Mungu sio Asumani, acha niendelee kupambana. Nikaanza kutengeneza content zangu, niko kwenye vumbi, vitu kama hivyo, watu wakaanza kunicheka, Mwijaku Baba Levo nani. Nikamwambia nyama hawezi kujua malengo. Mpaka huyu Zuu ananiambia na wewe umezidiza. Sasa kila clip unakuwa unafanya hivyo kwa sababu gani? Nilikuwa natengeneza watu wawe na attention ya kunifuatilia mimi. Kwa hiyo walivyokuwa na attention ya kunifuatilia mimi ndio nikaleta It Is My Time. Kwa hiyo nilikuwa nataka wajue kwanza huyu mtu ni wa wapi, anafanya nini. Alafu niwaletee wimbo ambao kwamba wao kisikiliza wanasema hapa kuna msanii. Kwa hiyo na malengo yangu alifanikiwa, lakini watu wajue Ebembe Tuzodi ipo kwenye nafasi nzuri mpaka muda huu. Ebembe Tuzodi naimba sehemu yote ile. It Is My Time ndio wimbo ambao mimi mwemo Kibembe. Na Biselio Kemba mziki wa Babondo. Ile ni Kiingereza au ni Kibembe? Au ile melody niliyotumia mle ndio nachanganya. Mle mna Kibembe tumechukua sekunde kama 20 Kibembe tu. Sasa ni hivi. Kwa tujivunie ile. Unasema kwamba ulikuwa unatambulisha Ebembe Tuzodi kwa lugha ambayo ni ya kigeni. Watu wangetegemea pia kuona wazungu wakiimba Kibembe nini kama hiyo. Washaimba. Badilisha kauli, washaimba. Kwa sababu It Is My Time inaimbwa sehemu yoyote. Mle mpo ekelebe le abase ile abase ya ujuma na ile bale abase. Elewa hiyo kodi. Na Biselio Kemba mziki wa Babondo ni wa nani? Sio sisi. Wewe unataka tufanye nini sasa? Sawa, hebu tumalize na ile hapa. It Is My Time ni ngoma ambayo ilibeba ujumbe mzito sana kiuhalisia maisha yako toka ulikotoka mpaka hapa ulipo. Na moja kati ya ndoto zako umezitaja mle ndani kwenda Wasafi TV, hiyo imekamilika. Tunasubiri kwenda BBC pamoja na Bana Boy BT. Tutegemee lini au kwa muda gani hayo mambo? Kama nilivyowaambia kwamba ndoto zangu zozote zile siziongeagi. Kama hizi nimeziweza kuziongea kwenye It Is My Time niliziongea kwa sababu gani? Ni vitu ambavyo wish vifanyike. Lakini tushamaliza, tumefika media zote za Tanzania, tumefika Wasafi. Zote zilikuwa ndoto zangu, lakini Wasafi ndio niliona tu niwe kwenye ngoma, lakini kikubwa BT inatuchukua muda. Inatakiwa tupate promoter wazuri, watu wazuri wa kutupeleka muziki wetu, vitu kama hivyo. Na ngoma kali. Siku zote tuzingatie kwenye ngoma kali. Sio mimi, sio Zuu, hata mwingine anaweza kachukua beat akafanya. Mimi nimeishia hapa na sijaishia, bado naendelea kupambana. Kuna mwingine anaweza kafika hapa akapita mpaka hapa akachukua BT. Unaona? Kwa hiyo vitu tuamini, hata miaka 3 4 tunaweza kufanya. Mpaka leo tuna miaka 4. Mimi nimeanza na miaka 4 sasa hivi. Ndio kuja kufanya matukio kama haya. Au kufanya kitu yani East Africa nzima inakuwa inanisikiza. Ndio leo. Nimaliza na Nyago. Tumezoea wasanii wetu kutoka hapa kwenda town kufanya tour media. Wanaenda sawa, tofauti na ambapo wameenda. Sawa. Wale wanajipeleka kulipa na wanaenda kulipa media moja Wasafi tu. Ndio wanalipaga hela. Mimi napenda nikamilishe kwamba wewe umefanya tour media, umeenda media zote kubwa. Sawa, kama nilivyosema hapo awali. Kila media ambayo najua kwamba ambayo naifuatiliaga mimi nilikuona na ulifanya vizuri. Sawa? Hata ukizingatia kipindi founder ametoka, alienda pale East Africa, akaulizwa hizi heka huko kwenu ni mtu gani ambaye anasimamia vizuri, akasema Nyago. Hapo akasema yani Nyago, bila Nyago hizi heka haziende. Na ni kweli tumeona bila Nyago hizi heka haziende. Umefeel vipi kwenye tour yako na umeona ni kitu gani ambao wale jamaa wanakifanya? Maybe media zangu zikifanya zitafika mbali zaidi. Zifanye kufika mbali zaidi. Watu wa kule ni wabunifu sana. Media za Tanzania ni zinabuni sana. Nitakuletea mfano mmoja, nilikuwa nipo studio. Sijui kama founder atakuja pale. Lakini kaletewa founder. Ina maana ile ni content ambao wao ndo wametengeneza ile. Wamemwita Nyago tu aje kufanya interview, lakini wana tukio lingine ambao wamemwandalia Nyago. Kuna kitu kingine wamemwandalia Nyago. Na ile kitu ambacho walikuwa wamemwandalia Nyago ni ile kuonekana na founder. Sasa media za hapa kwetu
kuna ule watu wanatengeneza matukio lakini hawatengenezi matukio ya watu kuangalia wao ni kina nani. Kwa kikubwa na wao wanatengeneza content ambayo ina maana. Kingine tupunguze hizi content za kijinga. Muna, Muna ni nani? Yaani mtu anafundisha watoto wetu kuwa wajinga, tunamweka kwenye media. Anakuwa anazungumzika wiki nzima unakuta ni Muna. Wakati hivyo kina Bobu, kina Janja wanatafuta interview kwenye media. Unaona vitu ndio maana mimi nakatazaga wasanii wangu wasifanye interview. Kwa sababu naamini hakuna interview ambayo hakuna media ambayo itachukua Janja nimpeleke mbali. Mlimshika founder hapa mpaka alifika mbali. Sisi ndio tulianza naye. Sio kwanza media hapa ndio zilianza na founder. Lakini hawafanyi tena hivyo vitu. Sasa hivi tunafanya ujinga. Mtu akijiposti vya Mbese tumekimbia hivyo. Tushaenda kuchukua vya Mbese. Fulani ule ni ujinga. Acha kutafuta views. Tafuta kitu kilicho bora. Tutafika mbali. Tafuta kitu kilicho bora. Achana na views. Mimi Nyago sikuwa na post clip kwa sababu ya kutafuta views. Nilikuwa na post kitu kwa sababu watu wanione nafanya kitu ambacho kina akili. Lakini mtu ambaye anasema mbona nafanya ujinga? Unaona? Kwa media za hapa kwetu tuwaige wale wanatengeneza kitu ambao waangalie views. Ukiangalia interview zangu zote hakuna ambayo ina views 500. Lakini kwa sababu gani walikuwa wanaonioji? Vile vitu vinakaa pale na ndio content za media kufanya. Usilete ujinga kwenye vitu vya serious. Kwa hiyo kikubwa ndugu zangu siwachambi, lakini naomba turekebishe. Tunaweza kujirekebisha. Sawa, neno la mwisho kwa watu ambao wanatutazama na wale ambao waamini kwamba Nyagomani sasa hivi ni mfalme wa Nyarugusu na wanakubeza. Mimi siitwagi mfalme. Mimi naitwaga mbuzi la mbuzi. Kuna kauli ulisema ni mfalme. Maana ya mbuzi, ya mfalme nilisema kwa sababu ndugu zangu wengi walikuwa wanaita mfalme. Maana ya mbuzi ni god kwa Kiingereza ya god. Wanasemaga ni kitu kilicho bora kwa muda wote. Na maana mimi ni msanii bora wa muda wote. Hata apewe tuzo nani, mimi ni msanii bora kwa sababu nitakupa na vigezo. Mimi na hiti za hapa nyumbani. Zikiwa ndogo zipo 50 ambazo zimetoka kwenye kichwa changu. Hiti zikiwa ndogo zipo kwenye kichwa changu. Mpaka sasa hivi kuna kwenye ramani hapa kwetu. Of course. Sasa njoo nikusaidie tufanye ngoma hit hiyo hapo, peleka mtaani kaimbe. Na mimi sikuwa na hit kipindi hicho. Lakini wabless wengi Aratoni. Kuna msanii mwingine hivi yupo kule da. Sasa hivi analalamika naye. Mimi amerudi. Ngoma nzima nimeandika mimi alafu mpuuza anaenda kusema eti yeye ndo anaandikia mimi. Mmekutana naye? Pia nilikuwa na swali ya mwisho ni kwamba ngoja nimalizie. Kwa kikubwa ningeomba ndugu zangu wasanii tuweke upinzani wa kazi, tusiweke upinzani wa vitu vya kijingajinga. Kwamba nikienda kucomment, unajua kingine wasanii wetu wanachokoseaga, wakiona clip imetrend ndio muda wao kumtafuta mtu. Nitakuonyesha mfano, kuna kabinti kalikuja vizuri Mary. Kuna video yake ya ziwa ilionekana. Huwezi kuamini ile kesi nilipewa mimi. Video yangu Jazima Tabu nilikuwa nataka nishuti pale kwa kina Mary. Lakini mama yake alikataa. Ili kwamba mimi ndio nimeposti mtoto wake picha ya wakati kuna msanii Mary ndo anatoka, Mary anamzidi Mary zaidi ya miaka 20. Lakini yeye ndo anampeleka Mary kumlisha bia ya safari. Wewe tumia hiyo bia. Mimi sijawahi kumpa huyu hata pombe, yuko hapa. Kilevi chochote hajawahi kukitumia huyu. Lakini Mary amemkuta Zui kwa hivi na Mary na huyu Zui ni mkubwa kwa Mary. Lakini Mary alikuwa anza kutumia pombe hadharani. Na nyie media mlikuwa mnachukua ujinga huo. Mnaposti. Sasa yule akaenda kumpost yule mtoto. Kwa kikubwa wao wasanii wetu wasio na tegemea trendi kwa sababu Mary ka trendi nimtafute Mary ili na mimi anipitishe. Tengeneza tukio lako. Mbona unaleta kidude cha watoto ukaweka watu wakaenda kufuatilia? Tengeneza vingine tofauti na hivyo. Leta tena vingine watu wakufuatilie. Lakini ile kutembelea trending za mtu, unaona mzee? Kutembelea trending za mtu inakuwa natushusha kwa sababu yule mtoto mpaka sasa hivi hafanyi kazi. Kwa sababu gani? Video zake za uchi zilisambana. Naamini tena ni yule msanii aliyemtumia yule mtoto ndio alifanya zile video zimeenda mtaani. Kwa kikubwa tuwe na heshima na msanii yetu. Tunafuatiliwa na watu wakubwa, watu wa serikali, yani viongozi wa serikalini wanatufuatilia sisi. Mimi sasa kuitwa kwenye ofisi yetu ya mkoa wa kambi, akaniita ananielekeza mdogo wangu fanya hichi. Wakana niambia hivi sio sawa, hivi unaenda kinyume. Nikasikiliza, kwa nini na sisi tunafuatilia vile vitu? Kwa sababu tuna nafasi kubwa sana ya sana. Nafasi nzuri kwa kikubwa. Tupunguze vitu vya kufanya. Kwa kikubwa mimi naipenda sana yetu hapa. Kikubwa tena natakachowaachia, sijakataa kuwa na mpinzani wa kambini Nyarugusu. Dar es Salaam sina mpinzani yoyote. Wapinzani wangu hapo Nyarugusu. Wananifanya mimi nifanye vitu vikubwa hapo Nyarugusu. Na kingine tuongeze bidii wasanii wa Nyarugusu. Nawapenda sana. Hawawezi kuelewa kwa sababu mimi ukiniongelea mabaya fresh, mimi mwenyewe nitakuja kuongelea nikitereza sawa kwa sababu ni maisha, lakini tuelekezane kwenye kazi. Huwezi kuamini Jazima Tabu kwa wasanii wengi walikuwa mle ndani. Hata watangazaji walikuwepo, Charles Kivuruga alikuwepo Jazz Kidayo. Wasanii wengi nami ni Keke, alikuwepo wasanii wengi. Hata Kizobona mimi alikuja akasikiliza kazi. Kitu kama mimi sina shida na mtu.
Kwa kikubwa tutengeze kazi nzuri ambazo zinapendwa na kila mtu. Na kingine kikubwa, mimi nawapenda na nimerudi. Kikubwa nimerudi, eka zimerudi. Nitapiga matukio mpaka wanakufa. Kwa choma moto. Kwa mwenye mji karudi, mbuzi la Kibembe nimerudi. Kikubwa Wabembe wote duniani tupendane, tufikishe mziki wetu mbali. Na kingine kikubwa, hatuna mziki wetu ila tuna lengo la Bembe to the world. Hatuna mziki wetu, lakini tuna lengo la Bembe to the world. Mziki wetu ni Bongo Flava kwa sababu tunafanya kama Tanzania. Hilo. Kama ni mara ya kwanza kutembelea YouTube channel yetu, tafadhali subscribe, like, share na comment. Moz Public TV, sisi ni sisi.